nilifundisha katika Destiny, imani ni kama daraja ya kukuvusha ngambo nyingine. Haleluya. Na katika maisha yetu kuna vitu lazima uishi navyo kwa, na ndio maana Yesu alisema namna gani? Katika siku hizi za mwisho wenye haki wangu wataishi kwa imani. Kwa imani. Yaani mafundisho ya Yesu ilikuwa inajaa tu imani. Akiponya mama Mkananayo ambaye alikuwa analilia kuhusu mtoto wake, alimwambia tu, mama, una imani kubwa na iwe kwako hivyo. Yesu, yani kuna watu ambao Yesu alikuwa anashangaa nao sababu ya imani tu. Imani. Na hata angalia gisi wanafunzi walipofeli, wanashindwa kukemea katoto kadogo kalikuwa na mapepo. Yesu anawaambia sababu ya upungufu wa imani yenu. Na sasa pamoja na yote, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, mnyinyi mkikuwa na imani kama punja ya haradali, mtawaambia huu mlima ngoka. Punja ya haradali. Yaani imani kama kadogo tu, sababu wewe unataka imani kubwa. Kadogo tu. Ndani ya wokovu, ndani ya maisha yetu, ni Mathayo 17 mstari wake wa 20 hapo. Ka imani kadogo tu njoo kanaweza kuhamisha, kama kanaweza kungoa mlima. Na sasa ukikuwa na imani kubwa, gisi alishangaa katika kitabu cha Luka 7 hapo, yuko anashangaa gisi ya huyu jamaa, huyu kamanda anasema namna gani? Hata mimi ni chief, nikiambia askari wangu fanya hivi anafanya. Sasa sema tu. Yaani katika maisha ya wokovu unahitaji tu kuamini. Ya unahitaji tu kuwa na imani. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halita kuwako neno lisilowezekana kwenu. Yaani kuna mambo ambayo yanaweza kosa kuwezekana kwetu. Ni kwa sababu gani? Ya upungufu tu ya imani. Watu wa Mungu, na sababu tu ya upungufu wa imani ndio maana kuna vitu vingine vinaweza kuwa ngumu kwetu. Lakini kwetu sisi hakuna jambo ambalo haliwezi wezekana. Yote inaweza wezekana. Kwa sababu gani? Imani ndiyo Yesu. Sababu yeye ndiye njia, na imani ni njia. Imani ni barabara. Haleluya. Sasa kama maisha ya wokovu hautakuwa na imani, utakuwa na problem kubwa. Kuna vitu vingine utatamani, eti sasa Mungu niponye. Mungu anaangalia kwanza imani yako. Je, uko na imani ya kuponywa? Unataka kitu, ndio. Uko na imani ya kupokea hiyo kitu? Mikono yako imekatwa. Mikono yako imekatwa. Sasa hauna mikono, unataka kupokea na nini? Lazima kuwa na imani. Haleluya. Lazima kuwa na imani. Watoto wa Mungu, lazima kuwa na imani. Na kama hatuna imani ndogo tu, unalilia hii mlima imekaa sana kwa maisha yangu, nimekaa kwa hii mlima muda mrefu, inahitaji itaondoleka na nini? Ni imani tu. Nimekaa sana kwa hii mlima. Hii mlima ikikukalia sana, apply faith. Kama mnaweza kuwa na imani kidogo kama punja ya haradali, mtawaambia huu mlima ngoka, bila shaka na utaondoka. Sababu hakuna jambo ambalo lisilowezekana kwenu. Unaona mambo mengine yanakosa kuwezekana kwa sababu gani? Ya upungufu wa imani. Ya upungufu wa imani. Kuna watu wengine walishaka kania kusema kwamba na hii haiwezekani, na hii haiwezekani. Sababu unaangalia wewe ile maisha ambayo uko ndani, unaangalia ile background yako ambao wewe umetokea ndani, unaangalia mazingira ya kazi ambayo unafanya, labda kipato ni kidogo kwa kazi. Sasa unasema kwamba mimi sionagi na sioni kama acha nikwambie, kwako hakuna jambo lisilowezekana. Tembea na confidence kujua kwamba kwako hakuna jambo ambalo haliwezi wezekana kwako. Haleluya. Niambie, ukitembea na maisha ya kusema kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwangu, si kwa Mungu, hapa ni kwako. Hii neno ni kwa sababu yako, ni kwa sababu yetu. Hapana kusema kwa Mungu hakuna kitu ambacho. Sasa ni nafasi yako. Haleluya. Wewe kama ambassador wa Kristo, ni nafasi yako ya kusimama. Hakuna jambo ambalo haliwezi wezekana kwangu, sababu kwa Mungu hakuna kitu ambacho hakiwezi wezekana. Gisi Mungu alivyo, gisi Mungu anataka uwe, na ndio gisi na wewe unatajikana ukue.
sababu Mungu anataka ukue kama yeye. Lakini kitu cha ajabu ni ya kwamba wewe mwenyewe haujajiamini na hujajithamini kusema kwamba na mimi niko na uwezo ya kwamba hakuna jambo ambalo haliwezi wezekana kwangu sababu nimepewa mamlaka. Haleluya. Na ili kitu moja ambacho watu wa Mungu tuzingatie. Omba ndio, omba ujazwe ndio, omba ndio kuwa na capacity ndio, lakini usisahau kwamba maombi yenye haina imani haina utendaji. Haleluya. Maombi kama haina imani, haina matokeo. Haina matokeo. Sababu Mungu anaangalia imani. Sisi tukiona jinsi umeomba sana, lakini Mungu anaangalia imani. Niko na imani ya kupokea kweli? Huyu mtu hana mikono ya kupokelea. Sasa unataka kupokea nini? Unataka kupokea wapi? Ndio unaenda kuchota maji, lakini sasa hauna chombo. Hauna chombo ndio. Si unaona hata mwanamke Msamaria aliuliza Yesu, na hii kisima ni ndefu sana, lakini sasa hauna chombo. Yeye iko na chombo, lakini hawezi sema kama nitakuchotea kwa kupitia chombo ya. Imani ni ya mtu binafsi. Usiishi maisha kutembelea kwa imani ya watu wengine. Never. Kuna siku ambao hao watu hawatakuwa karibu na wewe. We need to have faith. Hallelujah. Unabidi kuwa na imani. Acha nikwambie, hakuna kitu hakiwezekani kwako. Hata kuhama kwa hiyo plot kwenda kwa plot mzuri inawezekana. Mungu simwekee limit. Kwa imani hakuna limitation. Kwa imani hakuna. Kwa mambo mengine kunaweza kuwa na limitation, lakini kwa imani hakuna limitation. Imagine Yesu anasema imani yako imekuponya. Imani yangu imeniponya. My friend, imani yangu imeniponya. Sasa sikiza nikwambie, nipee kwanza nani? Matendo ya Mitume 14 mstari wake wa 9 hapo. Usikie hili neno lingine. 14 mstari wake wa 9. 14 mstari wa 9. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, naye Paulo akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. My friend, acha nikwambie, wewe ambaye ni mgonjwa, uponyaji wako uko katika mikono yako. Watu wa Mungu, uponyaji wako uko katika mikono yako. Yaani kupona kwako wewe kutalingana na imani ambayo uko nayo. Paulo akiwa na ubiri hapa na akaona mtu ambaye ni kiwete tokea kuzaliwa, lakini Paulo akachunguza akaona huyu jamaa amekuja akiwa na imani ya kusimama. Amekuja akiwa na imani ya kuponywa. Na Paulo hana kazi ya kufanya, ni kupaza sauti tu, simama. Sababu ameona imani ambayo yuko nayo. My friend, acha nikwambie, imani ni kitu moja cha kuapply wakati ambapo unafanya mambo. Wakati unatamani mambo, imani. Kuna watu wako na maunabii. Kuna watu wameombewa na kuombewa, lakini imani yao hakuna. So wakikutana na challenges, imani inakufa. Imani inapotea. My friend, imani ikipotea, una bahati kwa maisha. Kosa vitu vingine lakini kaa na imani. Hallelujah. Kosa vitu vingine, kaa na imani. Ninaamini. Niko na imani kwa Mungu. Niko na imani kwa Mungu. Hakuna kitu kingine niko nacho saa hizi, niko na imani kwa Mungu. Na ninajua itakuwa hivyo. Sababu Mungu hawezi akadanganya. Acha nikwambie, watu wakikosa kuwa waaminifu kwa maneno yao, neno la Mungu haliwezi likadanganya. Imani ni kama mishipa katika mwili ya binadamu. Ni kama mishipa katika mwili ya binadamu. Ni inaunganisha, yani unapata hata nafasi ya kutembea sababu ya damu inapita katika hiyo mishipa, maji inapita ndani ya hiyo mishipa sababu ya hiyo mishipa. Kama hakuna mishipa, mtu anaenda hospitali. Imani ni kama mizizi katika mti. Kama mizizi haiko, mti hauko, matunda haitakuwa, matawi haitakuwa. Hallelujah. Yani kumaanisha kwamba kama hakuna imani, usitarajie matokeo. Hapa hakuna excuse. Kama hakuna imani, hakuna matokeo. Na kama imani iko, matokeo ni rahisi.
sababu vilishaachiliwa, ni wewe kuchukua, ni wewe kutembea. Imani ni kama mlango mahali pa kupitia, ndio imani. Haleluya. Kwa hiyo Mungu atujalie sana watoto wa Mungu. Hakuna haja ya kusafa katika maisha wakati ambapo vitu vyote sisi tuko navyo. Ulishagaona fani kwa maisha, mtu uko na vifunguo, uko na vifunguo nyingi, na kisha inafika muda ambapo uko na haraka. Sasa hujui ta apply kifunguo gani. Acha nikwambie, usipoteze kifunguo ambacho kitakusaidia katika maisha yako yote, ni faith. Kifunguo moja tuko nayo ambayo inatusaidia kunyakua faith. Hakuna magonjwa makubwa. Hakuna magonjwa makubwa mahali pana imani. Hakuna shida kubwa mahali ambapo pana imani. Hakuna vita kubwa mahali ambapo pana imani. Never. Sababu hata vita tulishagapewa ushindi, na sisi si washindi peke yake. Sisi ni zaidi ya washindi. Apply faith. Hapa nimepigwa sana, hapa niko kwa vita sana, uko kwa vita sana, tumia imani tu. Hii vita mimi ni zaidi ya mshindi. Mimi niko kwa timu ambayo ilishaga shinda tayari. Ninachezea ndani ya ushindi. Sitafuti ushindi. Haleluya. Na sasa itakuwa shida sana kwamba tunataka Mungu aonekane. Mungu yuko anaangalia already. Kila kitu kiko kwa mikono yako, lakini wewe ndio hujui kuapply. Unafungua lakini hujui kufungua. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Imani yako imekuponya. Ni imani yako. Sikiza sasa hii hadithi iko hapa. Eti Yesu akiingia Jericho. Na saa aliingia Jericho, alikutana na mtu mmoja ambaye ni kipofu. Kipofu ni mtu ambaye hakuna mtu anaweza tegemea kipofu. Sikiza nikwambie ndugu yangu, kuna mtu ambaye yuko na macho na hana matumaini ya maisha. Acha nikwambie kitu moja. Ukiwa na macho ya kuona, uko na matumaini ya kuishi. Ukiwa na macho ya kuona, uko na matumaini ya kuishi. Ukiwa na macho ya kuona, uko na matumaini ya kufika mahali unatamani kufika. Ukiwa na macho ya kuona, uko na matumaini ya kufanya kile kitu ambacho unatamani kufanya kwa maisha. Lakini kama hauna macho, hauna matumaini ya jambo lolote. Sababu kuna huzuni na uchungu mkubwa sana. Kwa sababu gani? Anakula kile ambacho haoni, anavaa vile ambavyo haoni, anatembea mahali ambapo hapajui. Maisha yake yote ni kusikia tu, maisha yake yote ni kuambiwa tu. Lakini wewe mtu ambaye unapata nafasi ya kuona, unakuta ndio mtu anakatishwa tamaa. Unakatishwa tamaa na uko na macho. Sababu kuna nguvu katika macho, kuna nguvu katika kuona. Kama hauoni, uko na matumaini yako itakuwa kidogo sana. Wewe nikuulize kitu moja, mtu ambaye iko na cheki iko kwa bank saizi, my friend, huyu ni mtu ambaye hawezi omba kuhusu imani saa hizo, akwambie kuhusu na imani kwamba pesa zinakuja. Huyu hana imani hiyo wakati. Kwa sababu gani? Anajua baada ya siku kama 3 pesa yangu already zinatoka. Baada ya siku 3 pesa yangu inatoka. Na sasa huyu mtu ambaye haoni, hana hiyo matumaini. Mtu ambaye anaona anajua baada ya siku 3 zangu zinatokea. Mtu ambaye anaona, na ndio maana kuna Biblia inasema namna gani kwamba eti taa ya mwili ni jicho. Ni Luka 11:34. Taa ya mwili ni jicho. Na jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na mwanga. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unao mwanga. Lakini likiwa bovu, mwili wako nao una giza. Kwa sababu gani? Hata ukivaa, hata kama nguo ni chafu, akikwambia ni safi, tutakubaliana nayo. Hii viatu ni mpya, na japo hiyo si mpya. Kwa sababu gani? Hauoni. Wakikupeleka mahali penye hakuko pazuri, wanakwambia hapa ni mahali special sana. Sababu tu ngoma inacheza hapo, unasikia sauti za watu. Wewe utasema ni sawa, kuko sawa kabisa. Na japo hiyo si pa sawa. Kwa sababu gani? Hauoni. Na huyu jamaa kwa sababu haoni, ndio maana aliwekwa kando ya njia, makusudi ya kwamba aombe sadaka. Na kisha aombe sadaka
na baada ya kuomba sadaka, wenye kusaidiwa sana na hiyo sadaka sio yeye. Maana wakati ambapo hauoni, watu watakula kwa jina yako, watu watakula kwa niaba yako. Kama hauoni, kuna watu watajenga manyumba kwa sababu ya udhaifu wako. Kama hauoni. Na kwa maisha unaweza kutembea na watu ambao wanasababisha usione. Kama Lutu alikuwa chanzo cha kusababisha Mungu asiseme na Abraham kumuonesha yale ambayo amemwandalia. Lakini wakati ambapo walipotengana, ndio Mungu anamwambia Abraham, inuka sasa, angalia sasa. Jamaa ameweka kando ya njia, ili sababu hawezi wekwa katikati ya njia, hawezi tembea katika njia. Kwa sababu gani? Haoni. Na haoni, akiwekwa katikati ya njia ataumizwa. Mtu mwenye hana macho kuna shida kubwa sana. Kwa sababu gani? Ikifikia wakati wa hatari, nani atamsaidia? Kila mtu anapigania life yake. Nani atamsaidia? Na ndio maana Paulo alikuwa anasema na kanisa la Waefeso 1 mstari wake wa 18, iko na waombea Mungu. Anaombea kanisa la Mungu ya kwamba macho yao ya nje, ya ndani yatiwe nuru. Kwa sababu gani? Kuna watu wengine wanaweza kuwa vipofu, yani kiroho na kimwili. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Sikiza, afadhali ni kuwa mbovu katika macho ya nje, lakini macho yangu ya roho ione. Haleluya. Unajua sisi kama binadamu tunaweza tamani macho ya nje ione. Macho ya nje, acha nikwambie, kuna hatari kubwa katika maisha ya kiroho kama macho yako ya kiroho haioni. Ndio utasikia Mkristo wa magafla, haki sikutarajia, haki sikuwa natarajia, haki hii mambo inatokea tu ghafla. Kwa sababu gani? Macho ya roho iko kipofu na macho ya nje unaonekana unaona. Ni hasara kubwa, ni hatari kubwa. Ni afadhali macho ya nje uende kwa daktari akupe miwani sawa, lakini macho ya kiroho iwe wazi. Kwa sababu macho ya kiroho ikiwa wazi, hautaishia maisha ya ghafla. Mambo itakuwa inataka kujitokeza, already ulishaona, already ulishajua, already ulishatambua. Kwa sababu gani? Macho inaona. Sababu macho ya kiroho inaona zaidi kuliko macho ya kawaida. But problem kubwa ambayo ilikuwa ndani ya Bartimayo kipofu ilikuwa ni macho ya nje haikukuwa inaona. Na wamemweka kando. Wakati wamemweka kando ya njia, na Yesu amekuja katika ile nafasi. Mungu akusaidie usiwahi kupoteza fursa kama hii. Haleluya. Sababu ukisoma hiyo Marko 10 hapo, utaona kwamba Yesu alikuwa ameingia Jeriko. Na sasa ikafika muda ambapo Yesu anataka kutoka Jeriko. Ndio anasikia kelele. Ndio amesikia kelele. Na wakati ameweka kando ya njia, sikiza nikwambie kitu moja, mtu wa Mungu. Katika maisha ya kubebwa na watu kuna hasara. Huyu mtu ameishi maisha ya kubeba na watu. Unajua Mephibosheth amekuwa kilema kwa sababu gani? Ni kubeba na watu. Ni kwa sababu alikuwa anabebwa na yaya, amebebwa na maid. Kubeba na watu ni hasara, ni hatari kubwa. Unaishi kila wakati kutegemea wakusaidie. Acha nikwambie uko kwa hatari kubwa. Uko kwa hatari. Maisha ya kutegemea wakubebe ni hatari kubwa sana. Huyu jamaa anabebwa kila wakati, anawekwa kando na njia. Na sana anawekwa kando na njia kwa bahati mzuri ya kwamba Yesu ambaye halali wala asinzii, siku moja alikuja hapo Jeriko. Katika hiyo njia. Haleluya. Sababu ninajua kuna baadhi ya watu wengi wameweka kando ya njia. Acha nikwambie, ukiwekwa kando ya njia ni kumaanisha kwamba program ikitokea hautajua, unajuaga late. Unaona katika familia zingine, katika jamii nyingine, unaweza kulalamika sana. Mtu ambaye kuna pesa awekwe kando. Hata akiwa na tabia mbaya namna gani, hata kama akina wisdom, hakuna mtu atamweka kando. Ni kilevi ndio, lakini yeye kinyo kina support hii familia. Ni mdogo kwa familia, lakini sababu ni mdogo, lakini iko na power kuliko firstborn. Firstborn sababu hana kitu, anawekwa kando. Maisha yote ukiona kwamba wamefanya plani, hata kwa group ya huko, kwa hiyo group unashangaa, na kwani mlikuwa mnachanga sangapi? Hawakuweki kwa sababu
unashtuka wenzako, kwani mlifanya sherehe? Kulikuwa na sherehe. Sherehe ilifanyika. Ni kama vile kijana mkubwa anauliza maid, anauliza mfanyakazi kusema, na kwani kuna nini huko kwa ploti? Nasikia kuna kelele. Anamwambia huyu jamaa, anamwambia namna gani? Si ndugu yako mdogo alirudi. Ndugu yako mdogo alirudi, sasa baba yako anamfanyia sherehe. This is bad. Unakuwa mkubwa lakini haujui hata vitu ambavyo iko ndani ya nyumba yenu. Uko kando baba. Uko kando. Eti mlimaliza, tuliona hakuna haja ya kukusumbua. Kumbe sio kukusumbua, ni kwa sababu hauko katika njia. Unawekwa kando. Na unaweza kublame sana. Na kwa nini hawakunijulisha? Na kwa huduma iko hivyo pia. Katika jamii zingine ziko, hata kwa ofisi unasikia kwamba mambo ilibadilika na wewe huna habari. Wengine wote wako na habari, wewe hauna habari. Kwa sababu gani? Wamekuweka kando. Ni kukumaanisha kwamba uko katika maisha ya limitation. Kama hujafika kiwango yao, hawana nafasi ya kukuweka wewe. Lakini acha nikwambie, leo unaweza kuwekwa kando, lakini kesho hawatakuweka kando. Watu wanaweka kando kwa sababu hawajakutana na Yesu. Hallelujah. Watu wakikutana na Yesu hawaweki kando. Hallelujah. Mtu anawekwa kando kwa sababu Yesu hajapita kwa njia yake. Ni kwa sababu Yesu hajasimama aongee na yeye. Ni kwa sababu Yesu hajafikia kubadilisha maisha. Lakini akibadilisha life yako, hawatakuweka kando. Hallelujah. Na hapa wakati Yesu amefika hapa, jamaa amesikia kelele na sauti za watu. Ndugu anauliza kwa sababu hana macho. Neema ya kusikia iko nayo, lakini neema ya kuona hana. Sasa itabidi aulize, sababu kwa maisha inafikaga kipindi ambacho inafika tu kuuliza. Naacha nikwambie, usijifanye wewe unajua kila kitu. Kuna watu ambao wanajifanyaga wa profession, yeye anajua kila kitu. Acha nikwambie, kuna mahali haujui, unahitaji kuuliza. Kuna mtu ambaye ndio anaweza kuwa channel ambayo iko na baraka za kazi yako, na wewe unanyamaza tu kimya. Wewe unakuaga bubu tu. Ukifika nje mdomo unaongea sana. Ikifika huko karibu na watu kuna mtu ambaye anakaa karibu yako ambaye kuna connection ya biashara. Huyo mtu na wewe unanyamaza kimya. Kuna kipindi ambacho unauliza. Unakuta mara nyingine mtu anapotea njia kwa sababu ya kimbelembele yake. Eti siwezi uliza. Eti natembea na map. Map utaenda kujitupa kwa shimo. Eti map, kale kazungu kana mke njoo kanakongelesha. Niliona ingine kiko kanasema namna gani? Kanaambia jamaa mwingine, eti sasa go left. Yule jamaa anasema siendi left, left ni bahari iko hapa. Sasa naenda left kufanya nini? Navuka bahari aje? Hata map inaweza kupoteza. My friend, kuna wakati wa kuuliza. Unaenda kufika kwa hoteli ambao hujawahi, hata sasa unataka kukula serviette, sababu gani? Hauelewi. Unavamia pilipili zenye wewe unafikiria ni tomato, sababu hauulizi. Kuna vitu vingine lazima uulize. Kuna njia zingine lazima uulize ili uweze kufika vizuri. Utapata mara nyingine kwamba utazunguka sana sababu gani ya kusema kwamba hakuna haja ya kuuliza. Hakuna haja ya kuuliza. Huyu kipofu sababu haoni, ndio maana ilifikia muda ambapo lazima niulize. Hii kelele si ya kawaida. Anauliza. Sio makosa kuuliza. Usijifanye kujua kila kitu. Maisha haiko ya kujua kila kitu. Maisha kuna mahali ambapo itabidi uulize. Utafanya mistake mkubwa wakati ambapo unasema kwamba najua kila kitu. Enzi hii tuko na watu ambao wanajua kila kitu. Mark anajua mpaka kwenye Mungu anakaa. Anajua kila kitu. Hakuna kitu hajui. Yeye anakuambia tu hapo tu nina search tu na kila kitu inakuja. Kuna vitu ambavyo hata ukisearch havitatokea. Ndugu yangu, wakati mwingine uliza. Utachukua muda mrefu kwa jambo, na japo hiyo ulikuwa uchukua wakati kidogo. Kwa sababu gani haujui kuuliza? Mimi siulizangi. Mimi nitajifanyia mambo yangu peke yangu. Peke yako. Naomba Mungu Mungu iko na mtu hapo karibu mwenye atakuconnect na kazi. Unasema kwamba mimi nitaendelea kuomba. Wewe nyamaza tu. Kuna mtu yuko na dawa ya uponyaji ya magonjwa yako, na wewe unasema namna gani? Unakufa na magonjwa yako, na kuna mtu ambaye anaweza kukusaidia. Uliza. Kipofu anauliza. Na saa anauliza, wanamwambia namna gani? Ni Yesu wa Nazareti anapita.
ni Yesu wa Nazareti anapita. Na sasa Yesu wa Nazareti anapita, yeye kwake hakuna jinsi anaweza kumfikia Yesu. Tayari alishajua jibu ya kwamba Yesu si wa kawaida. Anajua kwamba kuna watu walikuwa wanapita na hakuna kitu ambacho alikuwa anaulizia labda. Lakini anaulizia, wanamwambia kama ni Yesu wa Nazareti anapita. Bartimayo, sababu alikuwa na mdomo wa kuongea, ameanza kupaza sauti yake. Na katika sauti yake ilikuwa inajaa rehema. Ilikuwa inajaa msamaha. Unajua kuna watu ambao yani unaenda kama jambazi hata mbele ya Mungu. Unajua wewe unaenda sasa, wewe mbele ya Mungu unataka kujifanya mtakatifu kuliko malaika ama kuliko Roho Mtakatifu. Wakati unaenda mbele za Mungu, lazima utengeneze mazingira yako kwanza. Tengeneza mazingira. Alijua kama hata kama sioni, naweza nikakosea kwa mawazo, naweza kakosea kwa kusikia. Unaingiaga kwa Mungu ni kama sasa umeingia kwa baba yako tu mwenyewe. Hapana. Tengeneza kwanza mazingira yako. Sababu kuna vile vitu ambavyo tunafanya kwa kujua na kutokujua. Kuna mambo mengine tunakosa kwa kujua na kwa kutokujua. Ameanza kuomba msamaha katika sauti yake. Katika kupaza sauti kwake, acha nikwambie, kuna watu ambao wanaweza ponea kwa sababu ya sauti. Kuna wanasiasa hana material lakini iko na sauti bwana. Akiongea mnasema huyu jamaa iko na sauti. Huyu jamaa iko na sauti. Iko na sauti sauti yake tu. Akiongea hapa mnasikia hii ni bulldozer. Huyu sauti tu mnasikia. Huyu jamaa akiongea mnasikia mtu ameongea. Na huyu jamaa amepaza sauti. Lakini katika kupaza sauti, ndugu yangu, watu ambao wamemwelekeza kumwambia ni Yesu anapita, ndio wanamwambia acha kupiga kelele, acha kutusumbua, nyamaza, acha kupiga kelele. Ndugu yangu, acha kupiga kelele. Kwa sababu gani? Hawa watu wanajua Yesu akisikia sauti ya huyu jamaa, obviously Yesu atasimama akuje kumsaidia. Hallelujah. Sababu sauti iko na nguvu. Sauti ni silaha nyingine kali, sauti. Huyu jamaa amepaza sauti, na hawa jamaa wamemwambia nyamaza, acha kupiga kelele. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wengi wananyamazishwa na sauti ya wale watu ambao wangefaa kuwapeleka mahali. Sikiza nikwambie, kwa maisha tuko ndani. Hii maisha ambayo tuko nayo, kuna mtu ambaye anaweza kuconnect na kazi na hataki ufanikiwe zaidi kwa kupitia hiyo kazi. Ndio masauti ya watu inanyamazishaga watu wengine. Wakati tu ambapo unapanga mfungo, ni wakati ambapo mwili inakwambia nyamaza. Unaenda kwa mfungo aje. Shida za nyumba ndio hizo. Unaenda aje kwa maombi. Unataka kuomba nini? Ndio sauti zinakwambia, zingine zinainuka. Hapana, nyamaza. Unataka kuomba nini? Angalia kwanza ulikosana na fulani. Angalia kwanza. Angalia, nyamaza. Acha nikwambie kitu moja. Kama sauti yako haitakuwa juu ya sauti ya ile kitu ambacho unashindana na wewe, utakuwa na problem. Unahitaji kuinuka juu ya masauti ambayo kunyamazisha. Hallelujah. Sababu katika family kuna family zingine ambazo hawezi taka kufanikiwa kwako. Na acha nikwambie, mtu ambaye anaweza kuconnect na fiancé ndio mtu ambaye anaweza kutaka fiancé hiyo usifikie hatua ya ndoa. Watu wanakupigia mikono, unafanya vizuri, hii njia itakufikisha vizuri, lakini wakishaanza kuona matokeo kwa hiyo njia, wenyewe wanaanza kuenda against na wewe. Walimwambia kwamba ni Yesu anapita, na sasa yeye anapaza sauti kwa Yesu, ndio anamwambia acha kupiga kelele. Nataka kukuambia mtoto wa Bwana, na kuombea kwamba uwe na nguvu ya kunyamazisha sauti ambazo zinataka kukunyamazisha. Hallelujah. Sauti yako iwe juu ya kila vikwazo. Sauti yako iwe juu ya kila chochote ambacho kinaongea against na wewe. Sababu sauti yako ikikuwa chini utakaa mnyonge. Inabidi sauti yako isikike. Mtoto wa Mungu, sisi hatuko watu wa kunyamazishwa. Wakati wa kukutana na Yesu si wakati wa kunyamazishwa. Usikubali. Nani anakunyamazisha? Kuna mtu anakunyamazisha. Usikubali magonjwa kunyamazishe. Usikubali umaskini kunyamazishe, hapana. Usikubali family kunyamazishe. Endelea. Kuna watu wengine ambao wako na maono mazuri, na kuna watu wanakuambia achana na hiyo maono. Unafanya nini? Hiyo kitu ni gani? Hiyo kitu ni gani? Hiyo unafanya, achana na hiyo. Kuna watu wengine walianza hiyo na wakafeli. Uangalia fulani na fulani wanataka kuletea, endeleza kufanya hiyo jambo.
endeleza kufanya hiyo jambo. Nyamaza, acha kupiga kelele, acha kutusumbua. Na imagine wao hawawezi wakamsaidia, lakini yeye ameona usaidizi. Wanasema namna gani? Nyamaza, acha kutupigia kelele. My friend, acha nikwambie, usinyamaze. Hallelujah. Usinyamaze. Hata kama mambo haijatokea jinsi ulitarajia, hapana kunyamaza. Hallelujah. Endelea kupaza sauti yako. Hallelujah. Endelea kupaza sauti yako. Mungu hajasikia, Mungu hajajibu, lakini endelea kupaza sauti yako. Hapana kunyamazishwa na hali. Hapana kunyamazishwa na watu. Hapana kunyamazishwa na majaribu. Majaribu isikunyamazishe. Vita isikunyamazishe. Never. Wewe hauko mtu wa kunyamaza. Na baadhi ya watu wengi, wakati ambapo unataka fikia jambo, ndio wakati ambapo unakatishwa tamaa. Hiyo ni sauti na kunyamazisha. Mungu akujalie, akusaidie wakati ambapo unaona breakthrough. Hapana kunyamazishwa na jambo lolote. Na Bartimayo alikataa kunyamazishwa. Hallelujah. Alikataa kunyamazishwa. Sauti zetu zitasikika. Hallelujah. Sauti yako itasikika zaidi yao. Mungu akujalie. Iti sasa nyamaza, acha kutupigia kelele. Mungu akusaidie usikutane na watu kama hawa kwa maisha, sababu wako. Sisi tulimweka kwa hiyo kazi. Sasa anataka kuendesha gari mbele yetu. Na sasa anataka yeye anapata paka nyumba mbele yetu. Sisi hatujapata nyumba. Inakuaje? Ni katoto kadogo, ni yako kameoleka mbele yetu. Ni yako kameoa mbele. Na tulimonyesha, na sasa anataka kufanya paka harusi. Ni yeye ameanza huduma tu hapa juzi. Ni sisi tulimonyesha gisi anaweza kupanga mikakati na mambo, na sasa amefanya na kila kitu. Acha nikwambie, hakuna mtu alikutana na Yesu akakosa kufanikisha maono yake. Na watu watashindana na wewe, lakini hawatakuweza. Hallelujah. Watashindana na wewe asubuhi, mchana mpaka usiku, lakini hawatakuweza. So long as uko na umeamua, my friend, so long as umeamua, sitaki kunyamaza, sitaki kunyamazishwa. Acha nikwambie, Bwana atakusikia siku moja na asimame. Yesu amesikia. Na sasa alisikia sauti ya Bartimayo. Alisema namna gani? Anawatuma wale ambao walikuwa wanamwambia nyamaza. Na ndio maana hapana kuchukia mtu ambaye anakupiga vita leo. Ni yule Mungu anaweza tumia kesho. Hallelujah. Wanamwambia namna gani? Wanamwambia simama, inuka, anakuita. Jipe moyo, simama, inuka, anakuita. Jipe moyo, simama, anakuita. Wenyewe walikuwa wanamwambia acha kutupigia kelele, ndio wanasema Yesu anakuita. Yesu anakuita. My friend, kuna kipindi ambacho watu wanaweza kashindana na wewe, na kuna kipindi ambacho watu watasema umeitwa sasa. Ndio maana maisha ya wokovu hapana mtu wa kukatishwa tamaa. Haihitaji watu ambao wako na moyo mdogo, inahitaji watu ambao wako na moyo wa kuamua. Umeamua katika mawazo na akili yako kusema kwamba nimeamua lazima hiyo nafasi niingie. Nimeamua lazima hiyo nafasi nifike. Nimeamua lazima hiyo biashara nitafanya. Nimeamua lazima hiyo kazi nitapata. By fire by force nitapata. Hata kama hali inakataa, hata kama ni uchawi ndio unaongea hapa, hata kama ni pesa ndio zinaongea hapa, mimi sina pesa, lakini nimeamua nitaingia. Hallelujah. Sababu ninajua aliye ndani yangu. Ninajua ni nani ambaye ninaitumikia. Ninajua ni nani aliyeniita. Ninajua ni nani ambaye ninatembea naye. Na Bartimayo amesema sitanyamazishwa. Bwana mwambie namna gani? Anakuita. Sikiza nikwambie, kuna kipindi ambacho watu wanaweza kosa kukuita, lakini Yesu anakuita. Ndio maana mwito wa Yesu hakuna mtu atapingana nao. Mwito wa Yesu, nendeni mkamuite. Hapana kuchukia mtu ambaye leo alifanya ulie usiku. Hapana, achana na yeye. Ni huyo anaweza katumiwa. Hallelujah. Huyo anaweza katumiwa. Ulinipiga vita jana, kunaenda namna gani? Nimetumwa nilete hiki kitu kwako. Nimetumwa eti nikufanyie jambo kama na ule alikupiga vita jana. Wewe acha nikwambie, sometimes wakati mwingine Mungu anakosa kutuonesha mambo mengine na watu kwa sababu tusiwatorokee. Kuna watu wengine Mungu anaweza kuonesha ile mambo wanakuaga na kukusudia. Ile
mambo wanakuaga na kuwazia, wengine hautawasalamia hata. Wengine hautawasalamia. Sababu Mungu anahitaji ukue na watu. Wale wanakupiga vita. Ndio anamwambia kuja, anakuita. Na sana muita, Yesu anamuuliza namna gani? Sikiza nikwambie, kuna vitu ambavyo viko katika maisha yako ni wewe kuamua. Ukitaka kuwa mzima ni wewe utaamua. Ukitaka kuwa laziness ni wewe utaamua. Ukitaka kuamuka kwa maisha ni wewe utaamua kuamuka. Na ukitaka kuwa kulala, utalala ni wewe utaamua. Maisha yako na choices, ni wewe utaamua. Unaona Yesu ameenda katika birika. Ameuliza huyu jamaa, namna gani? Je, wataka kuwa mzima? Si Yesu anajua kama huyu mtu amekaa kwa hii kibirika kwa sababu hana mtu wa kumweka birikani. Lakini anataka kumuuliza ampe nafasi ya kuchagua. Je, wataka kuwa mzima? Sababu alijua akili yake ilishaga ishia kwa watu. Akili yake haiko tena kusema kama naweza toka hapa. Akili yake ni kwa sababu sikuwagi na mtu wa kuniweka birikani. Yesu anauliza tu, je, unataka kuwa mzima? Sijibu iko ni ya kwamba sitaki ama nataka. Sitaki ama nataka. Ndio iko mawili tu. Na Yesu anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Acha nikwambie. Sikiza nikwambie. Kuna season ambayo itafika muda ambapo uulizwe haja ya moyo wako ni nini. Hallelujah. Kuna watu kwa maisha hawajafikia kiwango kama hichi. Unaitwa na mtu ambaye iko na uwezo kukuliko wewe. Anakuuliza ulikuwa unataka nini? Maono yako ulikuwa nayo ni gani? Sasa hapa Yesu anauliza maono ya kipofu. Yeye iko na uamuzi wake ndani yake kusema kwamba vile ninataka. Lakini nani atamuuliza? Nani iko na uwezo ya kumuuliza? Lakini hiyo wakati ikafika, opportunity inaweza pata watu wote. Hallelujah. Na ninakuombea sana wakati ambapo itafika usibabaike. Kuna watu wanaweza fika mahali pa fursa na wakashindwa kisi ya kuomba. Ulishaona mtu unapeleka mtu kwa hoteli. Mtu unaenda na mtu mzima kwa hoteli, mtu ambaye amejiweza. Hapana kwenda kuitisha madondo. Please. Iti chapati. Surely cabbage. Surely. Uko sawa. Mtu anakupeleka kwa shopping ya nguo. Iti sasa unaenda kutafutana na nguo ya cheap. Yaani kumaanisha wewe mwenyewe uko cheap. Hapana, ukienda na mtu mkubwa kwa duka, wewe tafutana na vitu vikubwa. My friend, aki unaweza aibika. Mimi unanipeleka mahali, eti sasa si ni wewe unanipeleka. Nitaamini kwamba uko na hiyo kiwango. Nitaamini uko na hiyo kiwango. Unanipeleka mahali pa juu, kisha mimi nianze kuitisha vitu vya chini. Itamaanisha kwamba spirit yangu iko chini. Lakini kama unanipeleka juu, ni kumaanisha uko sawa. Na mimi nitaenda kwenye kuko sawa. Nitaachana na kule ambapo vitu vya kawaida, nitakupeleka na mimi kwa hiyo line ambayo vitu viko sawa. Vile vitu vya juu. Siwezi enda na tajiri kwa duka, eti sasa naenda kutafutana na Colgate, eti naenda kutafutana na sijui na nini, eti na unga. Kufanya nini? Unanipeleka kwa nguo, nakwambia nitatafuta ile yenye iko bei zaidi. Sababu uko na uwezo. Na sababu niko na bei zaidi ndani yangu, nitaenda kwa ile ya bei zaidi. Sasa ujipange wewe. Si ni wewe nilipeleka? Fursa ikipatikana itumie vizuri. Itumie vizuri. Usiwe kama Lazaro. Eti Lazaro amekaa karibu kwa meza ya tajiri. Yeye kuna kula mifupa. Unakula aje unagombania na umbwa mifupa? Haje. Na kisha unaenda mbinguni eti huko kwa kifua ya Abraham sababu hauna hata mahali pa surely. Yaani kumaanisha hata mbinguni hauna nyumba. Sababu sana nini? Alikuwa anafanya nini duniani? Yaani duniani hauna kitu na mbinguni ufike hauna kitu, unakaa kwa vifua ya watu. Hapana. Hapana. Ingekuwa hata mbinguni ionekane kwamba iko na maisonette, ionekane kwamba mbinguni iko kwa boma yake, kweli ingekuwa kitu cha kufurahisha. Lakini kusema kwamba duniani aliteseka na mbinguni hana makao, iko kwa kifua ya mtu. Never. That is bad. Ndio anafarijika kwa kifua ya Abraham, lakini tuoneshe kwamba iko kwa maisonette yake, iko kwa nyumba yake sasa amerelax, iko kwa meza yake smart sasa, meza ya dhahabu. Ndio nitasema kweli Mungu ni mwema. Kwa kifua tena ya Abraham. My friend. Sikiza nikwambie. Na kuna watu
watu wengine, tafadhali, kuna watu wengine usiende kuaibika kwa mkahawa. Anaweza kupeleka tu na hana, ndio anataka tu kukufurahisha. Kuna watu wengine usijaribu. Angalia pia mtu. Kuna mtu anaweza kupeleka mahali wewe ndio kaanza kuingia kutafuta gisi ya kulipa. Kuna watu wengine anaweza kupeleka mahali ukaanza kulipa wewe. Akwambia mimi hiyo pesa sina. Tena ukaanza kuchanga. Lakini acha nikwambie, wewe unaitwa na Yesu. Unaitwa na tajiri. Na kuna watu usiwadharau. Kuna matajiri wengine unaweza ona ni kama kawaida, na mtu ukute kwamba ni bilionea wa hali ya juu. Hawa wenyewe wanajionesha kwa mtandao sio matajiri. Maskini wote anatakaga wamjue. Wajue kama amepata kagari, amepata tu pesa, amevaa nguo. Ulishagaona watu tunawaona kwa mtandao akivaa kanguo kampya, njoo anachukua picha, ndio yuko kwa Facebook, ndio yuko kwa Instagram, ndio nguo mpya. Tunawajua mpaka viatu. Hii kitu ni mpya. Mpaka alinunua saa, ni saa inachukua picha, surely. Yesu anamuita, anamuuliza unataka nikufanyie nini? Si Mungu atufikishe kiwango cha kuulizwa. Haleluya. Mungu akufikishe mahali ambapo unahitaji ufanyiwe nini. Uko na maono, ndio hii maono yako inahitaji pesa ngapi? Sasa unaanza wewe, akinaonaga watu wengine eti sasa alikopa, na baada ya hapo alikopa hakukuwa napiga hesabu kwamba ile pesa anakopa inaweza malizana na hiyo kitu alikuwa anafanya. Kisha baadaye tena eti unakopa tena. Hapana. Kama hata ni mkopo, kopa kulingana na ile mahitaji na imalizane na hiyo mahitaji. Si kwamba tena utaenda tena kukopa. Hapana. Lakini sisi hatuhitaji kukopa. Hatujaitwa kukopa. Sisi ni wa kukopesha watu. Yesu anauliza haja yako ni nini? Eti sasa wewe umefika kwa meza ya mtu mkubwa, wewe unaanza kumuonesha chakula, unataka kukula tu. Nilikuwa nataka nikusalimie tu. My friend, nikusalimie tu. Haja yako ni nini? Haja yako ni nini? Hapana kupoteza fursa kwa sababu ya kutokujipanga. Unaona kasichana kanacheza vizuri katoto ka Herodia. Kamecheza vizuri, yani ni yako kametumia nguvu zake ili paka mfalme network inapotea. Mfalme anauliza msichana, eti namna gani? Wewe unataka nikufanyie nini? Hata nusu ya ufalme nitakupea. Lakini angalia, mtoto anaenda kuuliza mama, sababu gani? Akili haijakuwa kwa kichwa. Hajajipanga kwa kichwa. Anaenda kuuliza mama. Kuna vitu vingine ambao ipashi kwenda kwanza kwa nyumba. Eti naenda kwanza nikae chini. Tembea ukiwa na maono ndani ya akili yako. Tembea ukiwa na maono yako ndani ya moyo wako. In case siku moja nitabahatika kukutana na mtu ambaye anataka kuniuliza maono yangu, my friend, nimwekee direct ni hii maono yangu. Niko na haja ya 5 million. Nina haja ya 10 million. Sababu niko na project hivi nahitaji kwa miaka 2 hii project ikuwe imekamilika. Wewe hapana kutembea unaacha maono kwa nyumba. Hapana. Tembea na maono yako ndani yako. Tembea na maono yako ndani ya fikra zako. Ikifika anakuamsha tu, ulikuwa unataka aje? Tayari ikuwe na wewe. Hapana kusema sasa, acha kwani nipigie mchungaji. Kuna wakati utataka kupigia mchungaji yuko busy. Mchungaji simu imezima. Mchungaji hayuko online. Sasa huyu mtu ambaye yuko na wewe hapa yuko na dakika na wewe 5. Wewe utaumia. Utaumia kwa sababu gani? Maono yako yanapasha kuwa ndani yako. Maono yako unapasha kuwa ndani yako. Ile kitu unataka Mungu akutendee inapasha kuwa na wewe ndani yako. Hapana kwenda kusema nitaenda kuandika kwa karatasi, niende kujipanga vizuri. Hauna mtu wa kwenda kujipanga vizuri. Tembea nayo ikuwa na wewe ndani yako. Kasichana kanaenda kuuliza Maadhe. Na akajui kama Maadhe iko na hasira na John the Baptist. Sasa anasema namna gani? Mtu anaambiwa kama fursa inapatikana ya ufalme, nusu ya ufalme. Kangikuwa kwanza kwa Biblia kusema kwamba kasichana kalipewa nusu ya ufalme. Angalia mtu anakosa nusu ya ufalme sababu gani? Ya kukosa kujua haja ya moyo yake ni nini. Fursa amepata ya ufalme, yeye akacheza nayo. Sio kama Esther.
Esther alikuwa na ufalme, alikuwa ndani ya ufalme, na akaulizwa, yeye aliulizwa sababu haja yake ilikuwa ni ya kwamba aondoe kifo ndani ya nyumba yao. Haja yake ilikuwa ni Haman. Huyu kasichana nako kanataka kupewa nusu ya ufalme, kanaenda kuuliza mama. Mama anamwambia itisha kichwa ya Yohana Mbatizaji. Haki unashindwa kichwa ya Yohana Mbatizaji. Alafu sasa ile kucheza yote nilicheza, hii ndio nataka kupewa kichwa ya Yohana Mbatizaji. Hata kufikiria akakufikiria. Kuna vitu vingine ni wewe ufikirie. Destiny ya maisha ni yako. Haleluya. Kuna watu mnaweza tembea nao kwa maisha, lakini ulishaona watu wengine mnafika mahali eti mnakaribishwa kwa meza, eti sasa wanasema tuko sawa na wewe hauko sawa. Sema vizuri tu ya kwamba mimi siko sawa. Mimi siko sawa. Nataka kuwalipia nauli. Wengine wanasema tuko sawa na nauli. Mimi siko sawa. Mimi ndio siko sawa. Hapana kusema kwenda na umati gisi wao wanasema mimi siko sawa, personally siko sawa. Eti sasa tuache tu sababu sasa tuko sawa. Mimi siko sawa. Isifike muda ambapo chakula si sawa, eti chakula si sawa, mimi kwangu haiko sawa. Maono ni yangu mimi. Msichana na sasa wameleta kichwa ya Yohana Mbatizaji. Alafu sasa baada ya hapo nini nafaidika? Hakuna faida. Yaani amesweti bure, amefanya kazi ya kuchosha bure na hakuna matokeo ambayo amepata. Hiyo kichwa hawataenda kuweka kwa sufuria, hawatakula. Sasa niambie, eti umetumikia Mungu kwa muda mrefu na Mungu amekupea fursa ndio hii. Ndio hii, jipangie ili kitu ulikuwa unataka kupata. Eti sasa, haki nilikuwa nataka, hiyo pesa ni nyingi. Surely. Hata ukipata kazi yenyewe inahitaji wewe ndio ujiandikie salary. Acha kujiangusha. Acha kujiangusha my friend. Acha wenyewe waseme hii pesa ni nyingi. Hii pesa ni nyingi. Si kwamba wakuonee huruma waseme hii pesa ni kidogo. Hapana. Wewe anzana na juu. Sababu uko mtu wa juu. Haleluya. Wewe ni mtu wa juu, anzana na vitu ya juu. Waseme hii salary iko juu sana. Useme najua value yangu. Know yourself my friend. Najua value yangu ndio maana nimeweka juu. Haleluya. Haja yako ni nini? Ulikuwa nataka nikufanyie nini? Mungu akufikisha hiyo kiwango dada yangu. Mungu akufikisha kwa hiyo kiwango brother. Mungu akufikisha kwa hiyo kiwango mtu wa Mungu. Ya kwamba uulizwe haja yako ni nini. Haleluya. Nilikuwa na haja ya plot. Nilikuwa na haja ya maisonette. Nilikuwa na haja ya gari kama hii. Nilikuwa na haja specifically sema ni haja yangu ilikuwa ni hii. Pana kusema ndoa na wakati ambapo wewe hujafika kwa ndoa. Pana kusema gari na unajua mwenyewe hata mimi mambo ya gari hata sioni kama naweza kumaintain. Hapana, sema kile kitu ambacho ni haja ya moyo wako. Batimao anasema namna gani? Nataka nipate kuona. Akasema Bwana nipate kuona. Hiyo ndio haja yake. Nipate kuona. Haleluya. Anataka nipate kuona. Sababu amechoka sana na kuwekwa kando ya njia. Amechoka sana na kubebwa kila wakati. Amechoka sana na kusukumwa na watu. Yana anafanya watu wanafaidika kupitia jina lake. Sikiza nikwambie. Ukiona kipofu mwenyewe hana pesa ndio akuagi na watu. Lakini kuna watu wengine wanaweza achishwa mpaka shule ili atembeze kipofu waombe msaada. Nimechoka na maisha ya kubebwa na watu kila wakati. Nimeumizwa kwa muda mrefu. Sijaona kwa muda wa miaka. Na kuna watu wengine wanaishi maisha kusema kwamba sijawahi kuona matendo ya Mungu. This is your time. Hallelujah. Eti kuona ni kuona. Sababu problem yake ilikuwa ni kuona. Problem yake haikuwa kushikiliwa. Yesu anahitaji kuona. Na Yesu akasema namna gani? Yesu akamwambia upewe kuona, imani yako imekuponya. Upewe kuona. Hakuna haja, sikuombei. Sababu ndio imani yako, ndio matarajio yako, ndio haja yako ilikuwa unataka upate kuona. Mtu ambaye alikuwa kutaka kuona wema wa Bwana katika mwaka huu, Bwana kukutanishe na hiyo neema. Hallelujah. Chochote ulitamani kuona katika mwaka huu, uweze kukiona katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Wewe ambao ulikuwa unahitaji kuona jambo, na acha Bwana kuoneshe nalo. Hallelujah. Sababu wewe mtu wa imani anasema upewe kuona.
Sisi ni upewe kuona, sababu imani yako imekuponya. Kwa hiyo kuna nafasi ya kuinuka kusema, kwa imani yangu nimeona wema wa Bwana. Haleluya. Kwa imani niliyo nayo nimeona kazi nilikuwa natafuta. Kwa imani niko nayo nimepokea kile kitu ambacho nilikuwa nangojea kwa muda wa miaka. Kwa imani yako, kwa imani yako uponyaji ni wako. Haleluya. Sababu uponyaji ulishagaachiwa, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa ni imani yako kusema kwamba nimechukua uponyaji. Haleluya. Kwa imani yako nina nafasi ya kuchukua gari hii. Kwa imani yangu nina nafasi ya kuchukua ndoa yangu. Kwa imani yangu nina nafasi ya kuchukua hii shamba ni yangu. Kwa imani yako. Imani yako imekuponya. Sikuombei, imani yako imekuponya. Yaani chukua, ni haki yako uchukue. Kwa sababu gani? Ulikuwa na haja ya kuona. Haleluya. Na ndio maana ninasema kwamba ninaamini katika nchi ya walio hai ya kwamba nitaona wema wa Bwana. Haleluya. Ninaamini katika nchi ya walio, nitaona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Haleluya. Ninaamini sitakufa bila kuona. Na ndio maana Ayubu naye amesema namna gani ya kwamba nilikuwa ninakusikia kwa masikio tu, sasa nimekuona kwa macho yangu. Haleluya. Kuna watu ambao hamtaishi kusikia tu, hamtaishi kuulizia. Maisha ya kuulizia itaisha, itakuwa sasa nimeona. Haleluya. Nimejionea mwenyewe. Maisha ya kuuliza, naamini ya kuwa nitaona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Haleluya. Ni wewe kutumia imani. Tumia imani. Imani yako iko wapi? Imani yako iko wapi wakati unapitia zoruba? Imani yako iko wapi wakati ndoa inaisha? Unanenea hiyo ndoa tena vibaya. Sema kwamba itasimama, hii ni ndoa yangu. Hii kazi imeisha, kazi yangu inakuja. Haleluya. Hii biashara imeanguka, yangu inakuja ya kusimama. Haleluya. Nimejua kama ninapitia tu, lakini lazima nitaona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Haleluya. Sababu katika kifo hatutaona wema wa Bwana, lakini katika hai, katika nchi ya walio hai, ikiwa wengine wanatembea katika barabara, na mimi nitatembea katika hiyo barabara. Sababu jamaa angetembea ndani ya njia kwa sababu aliwekwa kando, lakini nafika muda ambapo alitoa hiyo nguo akatupa huko na akafuata Yesu. Kwa sababu gani? Alijua sio wakati tena wa kuvikwa manguo, ni wakati wa mimi nataka kujivika sasa. Si wakati wa kubebwa tena, ni wakati wa mimi kujibeba. Haleluya. Si wakati wa kusaidiwa tena, ni wakati wa mimi sasa kusaidia. Si wakati wa mimi kuambiwa, ni wakati ya mimi kusema. Haleluya. Inafika muda ambapo majira inabadilika. Sababu anayekutana na Yesu lazima majira ibadilike. Lazima mambo ibadilike. Haleluya. Sababu unaweza kutana na watu hali yako ikabaki pale pale, lakini anayekutana na Yesu mambo inabadilika. Alikuwa kipofu lakini anataka kwa ushuhuda. Haleluya. Alikuwa kipofu, anataka kwa ushuhuda. Ni yeye anataka changia katika gospel ya Yesu kusema kwamba huyu alikuwa kipofu na kama aliona, hata sisi tunaweza kuona. Kwa hiyo kuna mtu ambaye Mungu anaweza fanya jambo kupitia kwako ili watu wengine waweze kuamini kuna Mungu aliye mbinguni. Haleluya. Hautakaa tena kando. Haleluya. Programu zote watakuwa napanga, watakuwa na kuhusisha kwanza. Haleluya. Hakuna kitu ambacho utakuwa unaona ghafla, watakuwa na kuhusisha. Unajua kunaenda hivi, tunataka kupanga hivi. Unaona aje maono yako, utakuwa na contribute. Mambo ya kukaa kando ya njia hapana. Bwana atakupeleka katika hiyo njia hata wewe. Haleluya. Bwana atakusaidia. Kwa hiyo kuwa na imani, imani yako. Imani. Si neno linasema kama haiwezekani kumpendeza Mungu pasipokuwa na kama kuna imani haiwezekani. Na sasa unataka Mungu aonekane aje? Akupe aje, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu yoyote amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba wapa thawabu wale wamtafutao. Mtafute Mungu na ukiwa na imani. Haleluya. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwa sababu ya muda wetu, na kuombea kwamba Bwana kupatanishe na mtu ambaye atakuuliza haja ya moyo wako. Nataka nikufanyie nini? Nimeona umetumikia Mungu kwa muda wa miaka. Nimeona ukiimba vizuri. Nimeona ukihudumu vizuri. Nimeona wewe umejitolea kabisa katika jamii yenu. Unataka nikufanyie nini?
hiyo fursa, acha nikwambie, Mungu anakuaga na nafasi ya kila mtu katika dunia. So long as bado unaishi, kuna nafasi yako. Usione mtu mwingine anaenda juu ukafikiria wewe uwezi enda juu. Hata na wewe utaenda juu siku moja. Kuna mahali ambapo watu wanaweza kuwa wamekuweka, na kuna mahali Mungu atakuweka. Haleluya. Sababu watu wanaweka watu kulingana na viwango ambao wako ndani. Lakini Mungu siku atakutoa katika ile kiwango ambao watu wanakuweka, utakuwa naingia mahali ambapo wameingia. Kuna watu ambao building ziko hapa mjini wanazioneaga kwa mtandao, lakini hawajawahi kuingia. Kuna watu wanajua ndege ni nini, lakini hawajawahi kuingia ndani ya ndege. Kuna watu wanajua SGR inakuwa ndio hiyo, lakini hawajawahi kuingia ndani. Na sio makosa, ni wakati haujafika. Sababu wakati na bahati upata watu wote. Na ndio napendaga Mungu ya kwamba hata ukiingia kwa ndege, saa ya kushuka na ulilipa pesa nyingi, hautashuka na hiyo kiti. Na tuachia na sisi tuingie ndani. Haleluya. Kwa hiyo hata wewe, Bartimayo alikuwa na haja ya moyo wake. Kwa hiyo hapana kutembea ukiacha maono kwa nyumba, tembea na maono yako. Simama tuweze kushukuru Mungu. Inawezekana umewekwa kando katika maisha. Inawezekana uko katika maisha ambao mimi sijawahi kuona kitu. Acha nikwambie, mwaka huu tu sababu ya imani, kuna vitu ambao utaona vya kushangaza. Mungu anaweza kuonesha mambo ambao mpaka ushangae. Wewe pale akulie na huzuni, unalia na furaha. Sababu unashindwa na hii sige expect. Acha nikwambie siri moja. Wakati ambapo tunatumikia Mungu, Mungu anatuwekezeaga vitu vikubwa sana. Na ndio sababu nakutaka kwamba vinakawie, sababu ni vikubwa. Unaishi kwa maisha ya kungangana. Ya kungangana. Lakini acha nikwambie, one day endelea kuweka imani. Endelea kunyosha mkono wa imani. Imani tu. Mungu wetu na Mwokozi wetu, tunakushukuru Adonai. Tunakuhimidi Mungu wa amani. Tunakuhimidi mfalme wetu. Wewe ni mwaminifu Bwana. Wewe ni Mungu mwema Jehova. Tunakushukuru kwa sababu ya wakati na muda kama huu. Umetujalia Bwana kuwa katika hema yako asubuhi ya leo. Ninaomba Mungu wa rehema kaweze kujalia huyu mtu ambaye ameweka kando. Mkumbuke maisha yake. Kumbuka maisha ya huyu dada. Kumbuka maisha ya huyu ndugu. Kumbuka maisha ya huyu mtumishi ambaye ameishi miaka na miaka kando. Maana wewe ndiye Mungu kumbukaye watu na kuwaingiza katika njia zinazofaa. Naomba utukumbuke kama vile mitume walisema, Bwana tuongezee imani. Bwana tuongezee imani. Tuongezee imani wakati tunapitia majaribu. Tuongezee imani wakati tunakutana na vita. Tuongezee imani wakati tunakutana na vikwazo. Tuongezee imani. Tuongezee imani. Maana kwa imani ya Bartimayo aliweza kupona. Na hizi tunaomba imani yetu iongezeke zaidi na zaidi kila wakati. Baba, unyamazishe sauti zote ambazo zinazoongea against na maisha yetu, against na destiny zetu. Nyamazisha kila sauti yote ambayo inatupinga wakati ambapo tunatamani kukufikia. Bwana tusaidie. Tusaidie tena. Tusaidie mpaka tuone wema wako katika hii nafasi, katika maisha yetu. Tunasema ni asante. Tuondolee kila pingamizi, warafiki wabaya, maadui na watesi. Baba tusaidie, acha wajue kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Tunakushukuru. Wakati tunapolitia jina lako, tuondolee vikwazo vinazoshindana nasi katika mipango tunapopanga ya kulitia jina lako. Tunasema ni asante. Mwezi huu kabla hujaisha, mwaka huu kabla hujaisha, acha tuone wema wako. Tuwe na ushuhuda katika ya madhabahu ya kwamba Bwana tumekuona, ya kwamba Bwana umetuonekania, ya kwamba Bwana umetenda. Ninakushukuru. Nasema ni asante kwa maana wewe ni mwema. Katika jina la Baba, Mwana na la Roho Mtakatifu. Na mtu aseme amen. Mtu apigie Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Wow, tunamshukuru Mungu kwa nafasi kama na hii. Nataka tuweze kutoa sadaka zetu ili tukaweze kutamatisha ibada yetu na tukaweze kusubiri ibada ya pili na Bwana akaweze kututenda wema. Karibu na bahasha kama kuna mtu anataka kutoa kwa bahasha, na wale wanataka kutoa kupitia mtandao, nitaomba tu ya kwamba tuko na pay bill. Inasema ni namba ni 786425 na account name